Asante kwa
za maisha yako. Natamani kutembea na wewe, natamani kutembea na wewe, natamani kutembea na wewe Baba, katika jina la Yesu. Baba siku zote za maisha yangu, siku zote Baba, siku zote za maisha yangu, siku zote za maisha yangu, siku zote Baba, siku zote za maisha yangu, nikuabudu siku zote za maisha yangu, zote za maisha yangu, nikutumikie siku natamani nikutumikie, natamani nikupende, natamani nikuheshimu, natamani kutembea na wewe siku zote za maisha yangu Baba, katika jina la Yesu Kristo, Bwana wa Mungu aliye hai. Natamani kutembea na wewe, natamani kutembea na wewe, natamani kufanana na wewe, natamani kushirikiana na wewe katika jina la Yesu Kristo, Bwana wa Mungu aliye hai. Yes, Lord. Siku zote za maisha yangu nikutumikie, siku zote za maisha yangu Baba, natamani kutembea na wewe, ishi na wewe siku zangu zote, natamani kushirikiana nawe Baba, siku zote za maisha yangu, ishi nikuheshimu Baba. Raba shakaraba gandaraba santa, rubu shakaraba kanturubu santa riba, riba gandaraba shanda, raba santuriba kanturubu santa, raba gandaraba shanda riba, riba kanturubu santa, riba gandaraba shanda, rubu santa raba kanturubu santa, riba gandaraba shanda, riba kanturubu santa, riba kanturubu shanda, riba gandaraba shanda, rubu shanda, riba santuria, riba gandaraba shika, riba shanda, riba gandaraba santuria, riba shikara, riba santu. Natamani nikae weponi mwako, natamani nikae weponi mwako Yesu, siku zote za maisha yangu, siku zote za maisha yangu, siku zote za maisha yangu, nikae na wewe siku zote za maisha yangu, nikusifu Baba siku zote za maisha yangu, nikuheshimu Baba siku zote za maisha yangu, nikuabudu Yesu siku zote za maisha yangu, 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 mimi ni wako siku zote za maisha yangu, na mimi ni wako siku zote za maisha
wewe Mungu mwenye uwezo, Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye mamlaka siku zote za maisha yangu. Baba, naomba ya kwamba nikuheshimu katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Baba, siku zote za maisha yangu naomba nikuheshimu Baba, naomba nikuheshimu Baba, naomba Bwana, naomba neema ya Jehova nikuheshimu Mungu mwema, Mungu mwaminifu Baba, katika jina la Yesu. Siku zote za maisha yangu naomba neema ya kuheshimu neno lako, kuheshimu wewe Mungu Baba, katika jina la Yesu. Kuheshimu vyote ambavyo umenipa Baba, katika jina la Yesu. Asubuhi ya leo na kutukuza Baba na kubariki Baba, ni asante. Asante Mungu mwenye uwezo, asante Mungu wa baraka zote, asante Mungu mwaminifu. Hakuna Mungu kama wewe Baba. Unastahili Jehova, unastahili Baba, unastahili Mfalme, unastahili Mungu wetu, unastahili Mungu wa mbingu na dunia, El Shaddai, unastahili katika jina la Yesu, Mwana wa Mungu aliye hai, Mfalme mkuu, unastahili katika jina la Yesu, Mwana wa Mungu aliye hai, Mungu wa milele, unastahili katika jina la Yesu, Mwana wa Mungu aliye hai. Asubuhi ya leo Jehova na kutukuza, Jehova na kubariki. Wewe ni mwema, wewe ni mwaminifu, hakuna wa kufanana na wewe, hakuna wa kutoshana na wewe, hakuna wa kulinganishwa na wewe. Unatenda maajabu, unatenda mambo makuu uko juu mbinguni na hapa duniani. Asubuhi ya leo Baba, ni asante, ni asante mwenye uwezo, ni asante mwenye nguvu, unastahili Baba. Hakuna wa kufanana na wewe Baba, hakuna wa kufanana na wewe Jehova, hakuna wa kufanana na wewe Mungu mkuu, hakuna wa kufanana na wewe Mungu mtakatifu, hakuna wa kufanana na wewe ewe Jehova, katika jina la Yesu, Mwana wa Mungu aliye hai. Asubuhi ya leo Baba, nakutukuza Baba, nakubariki. Wewe ni mwema, wewe ni mwaminifu, unastahili sifa, unastahili heshima, unastahili kuinuliwa, unastahili kutukuzwa. Unatenda mema, unatenda makuu Baba, katika jina la Yesu. Baba, ni asante, asante Mungu kwa kutupatia siku nyingine mpya. Baba, twakupa sifa, twakupa utukufu Bwana. Imekupendeza Mungu
tuione siku hii ya leo. Imekupendeza Mfalme, tuione siku hii ya leo. Baba, tunasema ni asante. Pokea sifa, pokea utukufu, pokea na heshima zote. Baba, tunakuheshimu. Baba, tunakuabudu. Asante kwa ibada hii, tunakutukuza Mfalme. Tubariki. Asante kwa wote wanaotazama, Mwenyezi Mungu kawabariki. Asante kwa wote ambao tumeingia katika nyumba yako, Mungu wetu katubariki. Ni asante ya sifa na utukufu katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na kuamini. Na wote tuseme tuseme amen. Tupigie Bwana Yesu makofi. Tusimame tumpigie Bwana Yesu makofi. Simameni tumpigie Bwana Yesu makofi. Hii ni heshima kubwa. Bwana ametukirimia ya kuwa hai siku ya leo. Heshima tu, na pia ametupa neema. Asanteni sana kwa kuja. Asanteni kwa wote nao tutazama. Mungu awabariki sana. Asante Shiko, karibu sana. Asante Nasiria, karibuni sana. Asanteni wote. Mungu awabariki. Tuendelee pamoja na neno letu la mwezi na wiki hii. Tunalipata katika kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya pili na mstari ule wa 30. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu wa Israeli anatamka hivi: niliahidi kwamba jamaa yako na jamaa ya wenzako mtakuja mbele yangu kunitumikia milele. Lakini sasa Mwenyezi Mungu anakutangazia hivi: jambo hilo liwe mbali nami. Nitawaheshimu wale wanaoniheshimu, na wale wanaonidharau nitawadharau. Neno letu limekuwa hapo, na kile tunasema ni kwamba tumheshimu Mungu, na kwa hivyo tunazungumza juu ya kumheshimu Mungu. Na tumeona mambo mengi tangu tulipoanza siku ya kwanza, tukaona ya kwamba tunamheshimu Mungu tunapomtolea Mungu shukurani, tunapotoa dhabihu ya shukurani, hapo tunamheshimu Mungu. Siku ya pili tukaona jamii ambaye Mungu alitangazia kuimaliza katika huo ukurasa kwa sababu ya kutokumheshimu. Alitangaza kamwe kwamba atawamaliza, akasema hakutakuwa na mwanaume mzee, hakutakuwa na mtu yeyote ni mzee. Mambo alitangaza hapo, mambo makali, kwa sababu walikosa kumheshimu. Tuliona ya kwamba Hana, Mungu aliweza kumbariki na watoto wengine kwa sababu alimheshimu kwa kutimiza nadhiri aliyoifanya, na kwa sababu hiyo Mungu alipata kumbariki na watoto wengine 5. Alibariki na wanaume 3 na pia akambariki na wasichana 2 kwa sababu alimheshimu Mungu. Kwa hivyo ni vyema mpendwa ukusudie. Pia juzi tukaona ya kwamba tunapaswa kumheshimu Mungu na vyote tulivyo navyo na mali yetu. Hiyo tulipata katika kitabu cha Mithali sura ya 3 na mstari ule wa 9 na 10. Hapo Mungu anatuhimiza ya kwamba tumheshimu na mali zetu, tumheshimu pia na maribuko. Na kwa kweli tunapaswa kumheshimu Mungu. Siku ya jana tuliongozwa vizuri na tukaonyeshwa ya kwamba Mungu hapa aliigeuza ikawa ni personal. Kuna wakati alikuwa anasema
ni jamii. Na sasa hapa akaigeuza, na ndiye akasema ya kwamba nitamheshimu, nitawaheshimu wanaoniheshimu na wanaonidharau nitawadharau. Mwenyezi Mungu atusaidie tunapoendelea na tuliombea taifa letu. Mungu atusaidie wa Kenya tuweze kuwa watu ambaye wanamheshimu Mungu. Siku ya leo nataka tuendelee na baadaye tutaomba kwa sababu ya sisi watumishi wa Mungu wote, lakini hili neno ni letu sisi. Baadaye tutaombea watumishi wa Mungu. Naomba tusome katika kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya tatu na mstari wa 19, 20 na 21. Sema hivi: Samueli aliendelea kukua na Mwenyezi Mungu akawa pamoja naye, na yale yote aliyosema hakuna hata moja ambalo halikutimia. Watu wote kote nchini Israeli, toka ndani upande wa kaskazini hadi Beersheba upande wa kusini, wakajua kuwa Samueli alikuwa nabii mwaminifu wa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu alizidi kujionyesha Shilo, ambako alitokea Samueli na kuongea naye Samueli aliposema kitu, Waisraeli wote walimsikiliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Inapofika hapo, tunaona hapo mbeleni Mungu alikuwa amemtokea Samueli, na alipomtokea alimuita mara ya kwanza, akaenda kwa Eli akiwa amelala, akaenda kwa Eli ambaye alikuwa ni kuhani wa Mungu katika nyumba ya Mungu. Akaenda kwa Eli, Eli akamwambia sijakuita. Mara ya pili akafanya hivyo. Mara ya tatu Eli akamshauri Samueli ya kwamba enda ulale. Akiitana tena, isikia sauti, sema niko hapa Bwana. Na hivyo ndivyo Samueli alivyofanya, na kile tunaona baadaye ni kwamba Mungu alimtokezea na akamwambia yale yote atakayofanya juu ya nyumba ya huyu kuhani wake Mungu. Na ukisoma huo mstari wa 18 utaona ya kwamba walipoamka, huyo mtumishi wa Mungu Eli alimwendea Samueli na akamuuliza, akamwambia Samueli, usinifiche kitu chochote, nataka uniambie yote ambaye Mungu amekuambia. Na hapo ndipo Samueli akamwelezea yote ambaye Mungu alikuwa amemwambia. Na utaona ya kwamba Eli mstari wa 17 alimwambia Samueli, akamwambia hivi, Eli akamuuliza, je, Mwenyezi Mungu alikuambia nini? Usinifiche alichokwambia. Ikiwa utanificha alichokwambia Mungu, atakuadhibu vikali. Naona haya ni maneno ya Eli, na naye Samueli hakumficha, akamwelezea jambo ambalo ilikuwa ni la kutisha. Ni mstari huu wa 18. Basi Samueli akamweleza Eli yote aliyoambiwa bila kumficha chochote. Ndipo Eli akasema, yeye ni Mwenyezi Mungu na afanye anachoona ni chema kwake. Naona ya kwamba ni kutokujali ile mambo ambayo Mungu amesema mambo ambayo ni ya kutisha, si mambo ambayo ni ya kupendeza, si mambo ambayo ni ya kufurahisha. Lakini mtumishi wa Mungu hapa anasema yeye ni Mungu na akifanya kutokujali. Mungu atusaidie wapendwa. Lakini sehemu inayofuata ndiyo ninataka tushikilie, na ndiyo tutapata kuomba ya kwamba Samueli aliendelea kukua na Mwenyezi Mungu akawa pamoja naye.
Mwenyezi Mungu akawa pamoja naye, akaendelea kukua, na Mwenyezi Mungu akawa pamoja naye, na yale yote aliyosema hakuna hata moja ambalo halikutimia. Ni kwa sababu gani? Samuel akapata kuendelea kukua, na Mwenyezi Mungu akaendelea kuwa naye. Hapa tunaona siri haiko mahali pengine, siri ilikuwa pale. Mungu hawezi akapelekana na mtu ambaye hana heshima na yeye, hana heshima. Na kwa hivyo siri ya Samueli kukua na kutembea na Mungu ni kwa sababu ya kumheshimu Mungu. Alimheshimu Mungu, na mstari wa 20 ndio inatuambia kwamba, inasema ya kwamba watu wote kote nchini Israeli, toka ndani upande wa kaskazini hadi Beersheba upande wa kusini, wakajua kuwa Samueli alikuwa nabii mwaminifu wa Mungu. Mtu ambaye anamheshimu Mungu lazima awe mwaminifu, lazima. Na kwa sababu hiyo tunapata ya kwamba Eli alipata kukua, na Mwenyezi Mungu akawa pamoja na yeye. Mstari ule wa 21 nasema Mwenyezi Mungu alizidi, hakukoma, hakufika mahali akasema hapana, imetosha. Hapana, alizidi kujionyesha huko Shilo ambako alimtokea Samueli na kuongea naye. Kwa sababu gani? Kulikuwa na heshima. Pendwa, asubuhi ya leo tunapoenda kuomba, ni vyema ujiombee. Ushirika wako na Mungu uko namna gani? Unaendelea vipi? Unaendelea kukua? Haleluya! Je, Mungu yuko pamoja na wewe? Haya ni maswali ambaye ningependa baadaye na tunapoendelea upate kujihoji, lakini siri ilikuwa hapa. Samueli alimheshimu Mungu. Kukua kwako, kukua kwangu, na ushirika wangu na Mungu, na ushirika wako na Mungu inategemea jinsi ambavyo unamheshimu yeye. Kwako Mungu ni nani? Kwa jamii yako Mungu ni nani? Kazini mwako Mungu ni nani? Je, unamheshimu? Tunaona Samueli aliendelea kukua, Mwenyezi Mungu akawa pamoja na yeye. Asubuhi ya leo tunapoomba, tutawaombea watumishi wa Mungu, na uanze na kuniombea mimi, ya kwamba hatutamchukua Mungu na hatutamzoea Mungu, bali heshima ambaye tunapaswa kumpatia Mungu sisi kama watumishi wa Mungu tumpatie. Anza kuniombea mimi. Kumbuka mchungaji wako, tamani mchungaji wako akue, tamani mchungaji wako akitembea na Mungu na Mungu akiendelea kujionyesha kwake. Tamani
mchungaji wako, atakuwa mwaminifu kwake Mwenyezi Mungu, na hata pia na wewe pia. Mara mingi tumemzuilia Mungu kwa sababu ya kutokumheshimu na kwa sababu ya kumzoea Mungu. Tunazoea makanisa na kuta ya kwamba watu wako kanisani na mambo ambayo wanafanya, tabia ambazo wanafanya, maongeo ambayo wanaongea, mienendo ambayo wanaenda nayo ni mienendo ambaye inamkosea Mungu heshima. Asubuhi ya leo naomba tuwe na nafasi ya kwenda mbele zake Bwana. Pendwa, sijui kama kuna siku ulimkosea Mungu heshima. Mungu akusaidie, na hata nani anisaidie, na sisi atusaidie. Mstari wa 30 wa Samueli wa kwanza mlango wa 2 sema ya kwamba nitawaheshimu wanaoniheshimu. Mungu alimheshimu Samueli kwa sababu alimheshimu yeye. Pendwa, hii ni personal. Hii ni lazima tukusudie, lazima tufanye uamuzi tumheshimu Mungu. Haleluya! Huu mwezi wa Novemba, kusudia moyoni mwako, ewe baba, ewe mama, ewe kijana, ewe mtumishi wa Mungu, ewe kiongozi, ewe mfanyi biashara, Mungu anapokuaminia jambo lolote, heshimu Mungu. Haleluya! Wote ambaye Mungu ameaminia kazi yake katika kanisa, wewe amekuaminia uimbaji katika kanisa, amekuaminia kutoa katika kanisa, amekuaminia kusimamia project fulani, mheshimu Mungu. Amekuaminia kuwa mchungaji, mheshimu Mungu. Samueli aliendelea na kukua, ndio nakuta watu wengi hawakui kwa sababu hawamheshimu Mungu. Wapendwa, asubuhi ya leo naomba tuende mbele zake Bwana, tujiombee. And also we pray for our pastors, for the ministers of the gospel. Tutamheshimu Mungu. Naomba tusimame. Wewe hapo nyumbani simama, utaka ujiombee, tuende mbele zake Bwana. Tunaona secret ya Samuel kukua si kwa sababu ya jambo lingine, alimheshimu Mungu. Na ndiyo maandiko nasema ya kwamba Waisraeli wakajua yeye ni nabii, na wakajua alikuwa mwaminifu kwake Mwenyezi Mungu. Uaminifu Mungu anahitaji kutoka kwetu sisi wote. Waaminifu. Naomba tuende mbele zake Bwana. Asanteni sana watu wa Mungu, asanteni sana mtumishi wa Mungu Ruth, asanteni mtumishi wa Mungu Shikuku, asante sana Mwangi, asante sana Josephine, asante sana Jabia Anderson na Seria Win Shiku. Twende mbele zake Bwana. Asanteni sana wapendwa wote na waona hapa. Twende mbele zake Bwana, tujiombee ya kwamba tungependa kukua na tukue tukimheshimu Mungu, tukue tukimheshimu Mungu. Kama ni kuzeeka, tuzeeke tukimheshimu Mungu. Mungu atusaidie. Tunaona ya kwamba yeye anaahidi atawaheshimu wanaomheshimu. Kwa hivyo chaguo ni lako na chaguo ni langu. Kama unataka kuheshimiwa na Mungu, heshimu Mungu. Haleluya! Twende mbele zake Bwana. Wapendwa, tujiombee na tuombee watumishi wa Mungu. Baba, asubuhi ya leo na kutukuza na kubariki. Asante kwa kuwa wewe ni mwema. Asubuhi ya leo naomba Jehova, naomba neema ya kukuheshimu wewe. Ninataka nikue nikikuheshimu wewe, tutembee na wewe, niwe mwaminifu kwako Baba, kama jinsi ambavyo Samueli alivyokuwa. Asubuhi ya leo ninajiombea Baba, ninaomba Mfalme unisamehe muda wote na wakati wote nilikosa kuheshimu wewe kwa njia moja au nyingine Baba, katika jina la Yesu. Nikakosa kutolea shukurani Baba, nisaidie, nisamehe. Nikakosa Jehova kuonya jamii yangu,
naomba unisaidie. Nikakosa kukuheshimu na mali yangu, nikakosa kutambua ni nafasi na ni sehemu yangu. Baba nisaidie, nisamehe Baba, katika jina la Yesu. Bwana wa Mungu aliye hai, asubuhi ya leo naombea watumishi wako wote, nikiomba ya kwamba Mungu watakuwa wakikuheshimu Baba, katika jina la Yesu. Tunao watumishi ambao ni wazee, tunao watumishi ambao wanaendelea na kukua, watumishi ambao ni wachanga Baba, katika jina la Yesu, kama jinsi ambavyo Samueli alivyokuwa. Naomba ya kwamba sisi watumishi wako tutakuwa tukikuheshimu Baba, kutoka maeneo mbalimbali umetuweka na huduma mbalimbali umetuaminia Baba. Asubuhi ya leo naomba ya kwamba utusaidie, tusije tukakuzoea Baba, katika jina la Yesu. Mwana wa Mungu aliye hai Baba, na wote tumekuzoea kama watumishi wako. Ninaomba msamaha, ninaomba msamaha, ninaomba msamaha kwa ajili ya wote ambaye walikuzoea katika jina la Yesu. Mwana wa Mungu aliye hai Baba, asubuhi ya leo tusamehe, tusamehe kama watumishi wako. Ninaombea watumishi wote wanaonitazama Baba, watumishi wako wote wanaokutumikia katika maeneo mbalimbali ya nchi hii Baba, ninaomba ya kwamba watakuwa na watatembea na wewe, watakuwa waaminifu kwako, watakuheshimu. Watumishi wako walioko mashariki, walioko magharibi, walioko kaskazini na kusini mwa nchi hii Baba, naomba Jehova watakuheshimu katika jina la Yesu. Mwana wa Mungu aliye hai Baba, tusaidie. Watumishi wako watakuheshimu, watakuheshimu mchana, watakuheshimu jioni na usiku na wakati wote. Baba, asubuhi ya leo naomba katusaidie, naomba katusaidie Baba, tupe neema ya kukuheshimu wewe katika jina la Yesu. Mwana wa Mungu aliye hai Baba, ni asante. Tusaidie Jehova, tusaidie, tusaidie Baba, tusaidie Mungu mwenye uwezo, tusaidie Mungu mwenye nguvu zote, tusaidie Mungu mtakatifu, tusaidie Mungu wa milele. Naombea watumishi wako wote Baba, katika Kajiado County, Nairobi County, Mombasa County, Kilifi County, Jehova, Meru County, Nakuru County, Kiambu County, Nyeri County, and all other counties Baba, katika jina la Yesu. Watumishi wako Baba, tutakuheshimu, tutakuheshimu wewe, tutakuheshimu wewe kwa vyovyote vile Baba, tutakuheshimu Baba, katika jina la Yesu. Tusaidie Baba, turehemu na utusamehe. Naomba kwa wote ambao wamenitazama, naomba ya kwamba watafanya uamuzi wa kukuheshimu wewe. Samueli alikuheshimu na ndio ukatembea na wewe. Samueli alikuheshimu akawa mwaminifu kwako, na maneno yote ambayo ulimpatia aliyatunza, aliyalinda, kwa sababu alikuheshimu wewe, alikuheshimu wewe, alikuheshimu wewe. Tusaidie nasi tukuheshimu wewe, sisi wateule wako, sisi watumishi wako. Naomba ya kwamba hata waimbaji katika makanisa yetu watakuheshimu, wazee makanisani mwetu watakuheshimu, viongozi wote makanisani, wamama watakuheshimu makanisani, vijana watakuheshimu
makanisani mwetu, hata na manyumbani, katika jina la Yesu. Mwana wa Mungu aliye hai, watakuheshimu na maisha yao, watakuheshimu na mili yao, watakuheshimu na mali zao, watakuheshimu na vyote ambavyo umewapatia. Baba, ni asante, uinuliwe, utukuzwe na ubarikiwe. Pokea sifa zote, pokea utukufu wote, katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na kuamini. Asante Mfalme, tunakuinua, tunakubariki. Pendwa, ni asante kusudia kumheshimu Mungu. Asubuhi ya leo tuko hapa tuweze kuambia heshimu Mungu. Kisoma katika kitabu cha Mika, nasema ya kwamba meanwhile, Mika 4:5, meanwhile all the other people live however they wish, picking and choosing their gods, but we live honoring God, and we are loyal to our God forever and ever. Amen. Wengine wakichagua miungu yao, pendwa na kusifu, wacha tuishi tukimheshimu Mungu wetu milele na milele, na tuwe royo kwa huyu Mungu wetu. Pendwa na kusihi na kuomba kuwa royo, heshimu Mungu. Wengine taona majirani wataabudu nyoka, watakuwa na miungu mingine hapa na pale, lakini mimi na wewe tumishi wa Mungu, wacha tukusudie kuishi tukimheshimu Mungu. Haleluya, tukimheshimu Mungu milele na milele. Mungu akubariki na kuombea siku ya baraka. Tuseme neema. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Amen. Surely goodness and mercy shall follow us all the days of our lives, and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Mungu awabariki sana.